Alphonse Makoha Makacha. Utikia mheshimiwa. Ndio mama. Sema ndio mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. We mgonjwa? Hapana. Simama basi wima. Mkongo mheshimiwa. Alphonse Makoha Makacha. Unashtakiwa na mashtaka mawili. Ndio. Shtaka la kwanza unashtakiwa kwamba mnamo tarehe 10 mwezi uliopita mwaka huu, katika kaunti ya Nakuru kule Njoro mtaa wa Ndefo, uliiba kuku wa bwana Alexander Jospat ambayo thamani yake ni shilingi 1000. Ndio. Na shtaka la pili vile vile unashtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 10 mwezi uliopita mwaka huu kule Njoro katika kaunti ya Nakuru mtaa wa Ndefo, pia ulimuibia bwana Ondiek Nyuka Kuota mahindi kutoka kwa shamba lake ambayo gharama yake ilikuwa ni shilingi 200. Na umefikishwa hapo ukikanusha mashtaka. Leo unakubali ama bado unakataa? Nakataa. Unakataa? Na nimekwambia usimame. Ndio, mkongo. Wacha kutetemeka. Ni mkongo imeleta shida, unajua tumeseeka madam. Bwana kiongozi wa mashtaka, mashahidi wako? Mheshimiwa, mashahidi wa upande wa mashtaka wako wote kutoa ushahidi, ikiwa ni mashahidi watatu. Na atakuja kuelezea jinsi mshtakiwa alivyokuwa akiaibia na kuwasumbua wanakijiji sehemu za Ndefo kule Njoro mheshimiwa. Na alikuwa hapo awali, ukweli wa kesi ni kwamba alikuwa akifanya kazi ya jua kali sehemu za Nakuru mheshimiwa. Na alipostaafu mheshimiwa hakuwa na mpango wa pension ama kujiwekea bima ya uzeeni, yani pension. Na amekuwa akiiba, akisumbua wananchi kwa sababu ya njaa mheshimiwa. Na tutakuwa na mashahidi ambao ni watatu, watakuja kuelezea vile mshtakiwa alivyofanya siku hiyo. Na ikiwa wewe ni shahidi na umewapa ndani ya koti, na kuomba utoke nje kama kuna shahidi hapa ndani. Ni kweli. Wewe ni wa dini gani? Mimi ni Mkristo. Majina yako? Naitwa Gideon Ondiek Nyuka Kuota. Hata sasa ukija Njoro kanisa Njoro hapo, Church of the People. Mimi ni msia kanisa. Sawa. Hiyo hii Biblia narudia maneno. Sema mimi Gideon Ondiek Nyuka. Mimi Gideon Ondiek Nyuka Kuota. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti. Ni ya ukweli. Na mnamo tarehe 10 mzee, eleza mahakama ulikuwa wapi? Ndio, siku hiyo wewe nataja ukweli ni kitendo ya usuni sana alikuwa natendeka. Ndio. Iko msee mmoja ambaye tulijuana naye samani sana tukiwa Nakuru town. Ndio. Na tukiwa pale Nakuru tukaendelea na biashara za jua kali, tukawa tunashirikiana, tuko na chama tulikuwa nayo na tukawa tunapatiana mawaidha. Mawaidha ya kwanza ni kwenda kuchukua hiyo bimba nimekuambia uwe katika mpango ya pension. Ndio. Hebu sasa alikataa. Alisema hasa ati pension na yeye ako na watoto. Alisema yeye rasilimali yake kubwa kabisa ni watoto, na watoto yake kulingana na mila lazima wamwangalie baba bila liangalia hao. Ndio. Mimi tukamwambia if that is what you are thinking utakuja kuumia siku moja. Ndio. Tukaendelea na chama yetu tukanunua hata mashamba. Kununua shamba pande ya Njoro wakati ya kukatana tupata tuko majirani. Ndio. Basi wakati ya kuretai ikafika. Mtu anafika wakati unasikia utaki kukaa Nakuru, unarudi mashambani. Mimi nikarudi na nikaanza kukula pension yangu. Sasa hii mzee mwenzangu ambaye alikuwa hakuna pension alipotoka Nakuru alipokuja sasa Njoro, Njoro huko kwa mashamba huko Ndefo. Alikuja sasa ndio aanze ati sasa ndio alime. Kitu ya kwanza ana nguvu ndani ya mwili. Wale watoto walikuwa nagojea tu watamsaidia. Hao watoto pia wako na shida sawa. Wacha msianze kuiba. Msie mtu mzima. Muangalie, si ndio ule? Unamwona? Msie kama huyu hata ukikutana naye katikati ya mahindi akiiba, unafikiria nini? Tena ana adabu. Anakuja na anaiba hiyo mahindi. Saa nyingine hata unapata nawasha moto kwa shamba yako. Anachoma mahindi anakula. Sababu kitu inamsumbua sana ni njaa. Huyu msee ana njaa, acha nikwambie. Sasa mambo ya kuku katika hiyo village msima mwicheka kuku. Usiku mmelala, jamaa anaingia kwa kitchen, akiingia huko ndani ile chakula mlibakisha yote nakula. Tena kitu nazangaza. Unaweza tabakisha chapati 10, jamaa atakula peke yake. Anakula na jiwekea stock. Alafu anatokea kwa dirisha. Sasa ndio watu tulichunguza mpaka tukajua ni nani. Sasa mimi nilimtime kwa shamba yangu, nilikuwa nimejua yeye ukuja, haibi mahindi mingi,
anaweza iba mahindi kama 4-5 na kwenda kukula. Siku hiyo nilimkamata akiwa na mahindi 10 ndani ya kagunia ambao alikuwa amebeba. Na ndani ya paper bag alikuwa na kuku. Si ndio mimi nilipiga nduru. Kasema muishi, acha kukimbia mbio hana. Watoto wadogo wa primary ndio walikamata yeye. Watoto anajaribu kukimbia, anguka chini. Alafu unajua mwili yake imedhoofika, afya yake iko mbaya. Hata kukoa kama mkebe. Sababu atakosa kwenda hospitali. Wewe funika mdomo unapokohoa. Ninakwambia. Na hiyo maneno mlikuwa mmepata wapi kutoka hiyo report ya pension? Mambo ya pension. Yeah, mlipata wapi mambo ya pension insurance? Iko watu naitwa IRA. Insurance Regulatory Authority. Ambao ni kama prefect ama serikali ambayo inaweka usawa katika mambo ya bima. Wanaelimisha, wako na watu wanaitwa Consumer Education Officer. Yeye anashughulika na mambo ya kuelimisha umma kama sisi jinsi insurance inafanya kazi, ili vile unaweza kuchukua bima na vile bima inaweza kukufaidisha katika maisha yako. Kuna mtu anaitwa Consumer Protection Officer ambaye pia anakuelezea ukiwa umechukua bima yoyote ambayo unaona iko na shida na unaona ni kama pahali fulani katika policy document unashindwa kuielewa, ama unaona ni kama mambo yaendi sawa, unaenda kwake, anasoma na kiona ni kama kuna shida na ile company ya insurance, anakusaidia, anaenda huko anasawasisha hiyo maneno. So in other words, ni kama supervisor, wanaweka ile usawa katika uwanja wa bima. Na hao ndio walituelimisha mambo ya kuwa na pension scheme ambayo inapeanwa na kampuni nyingi sana za insurance company. Na huyo mzee unasema ambaye ni jirani yenu, ambaye amekuwa kiiba, ndio huyo. Mlikuwa mmemwambia mambo ya muhimu ya hiyo bima? Hata tulipoitwa hiyo workshop alikuwa na kasikia hiyo mambo yote, na tulipotoka nje akasema ati hao watu wa IRA hawajui wanachosema, hawajui kwani sisi tulisaa watoto wengi. Yeye unajua kuna watoto 8. Akasema watoto 8 wale nimesomesha, si wataniangalia katika uzeeni. Sasa hao watoto 8 wako wapi? Bibi kwanza alipo retire, jamaa afanye kazi, bibi alitoroka. Sasa as we talk, this man is a senior bachelor. Yeye anajipikia, anajishughulikia. Mwezi ya Julai ambayo tunaenda, najiuliza kutaendaje? Mse atadu. Ndio hiyo baridi. Na tumeshima kwa ushahidi. Ndio wanauliza. Wewe mshtakiwa una swali kwa shahidi? Niko na swali. Uliza. Msee mwenzangu. Nakuuliza wewe. Si nimekwambia ukikohoa ufunike mdomo. Funika mdomo. Nakuuliza namna hivi msee. Ndio. Kuna mahali wewe nilikuchoma kama mahindi. Huko ni choma. Very good. Kuna mahali ulinipata kwa shamba yako. Nani? Wewe. Nilikupata kwa shamba na mahindi 10. Yes. Na nikapiga nduru kasiko na watoto ya shule. Nikieleza hii mahakama, ndio nilikuwa napumzika kwa hiyo shamba. Nitakuwa nasema ni urongo. Unapumzika kitu gani? Kwani una shamba yako ukapumzika? Kwani mzee akichoka kuna akipumzika ni vibaya? We mwenyewe ulikiri ya kwamba ulikuwa umekuja tu kuchukua mahindi ya kula siku hiyo. Yes. Na hata kuku tulipofanya uchunguzi, yes, ilipatikana ulikuwa umeiba kwa Alexander. Yes. Na hata police station tulipokupeleka, police station ya Rongai, yes, ulisema kabisa ya Njoro, tulipeleka wewe police station ya Njoro. Yes. Ulikiri kwa maafisa ya polisi ya kwamba wewe si ati ni muisi, yeah, wewe uchukua tu yako ya kukula ya tumbo. Yeah. Na ndio kaletwa hapa, wewe ni muisi, petty thief. Yes. A thief who steals because of stomach. Wakati tulikuwa tunakula pension, kwa nini mnanifukuza nikiwa kujia? Mnakula pension na nani? Wakati tulikuwa tunakula pamoja na wewe. Tulikuwa tunakula Nakuru pamoja, tukifanya kazi jua kali. Lakini haukuingia katika pension scheme. Na ndio sasa unaona bila unakaa. Unakumbuka mlikuwa na ule mzee ule alikuwa amevaa mashuka hivi. Unamkumbuka? Si hata yeye tulikuwa na yeye, lakini aliingia kwa mpango. Wewe ndio hukuingia. Wase wale wote tulikuwa nao. Hata mzee Njoroge si aliingia. Sina swali. Si hata kwa Njoroge ulikuwa umeenda na ukaiba. Asante sana mzee. Ndio. Lazima mtu ajipange. Si kuipa ya musi cheipa. Cha kuokota si cha kuipa. Huyo mzee ambaye aliletwa kwako na wakulima,
ambaye alikuwa ameiba mahindi na kuku. Ndio. Yuko wapi? Mheshimiwa, ndio mbele ya mahakama. Na ulijua ni kwa nini alikuwa kiibaiba? Ndio mheshimiwa. Ndio. Ya kwamba yeye alikuwa anafanya biashara ya jua kali pale town ya Nakuru. Ndio. Sasa amestaafu, ameretire kwa hiyo biashara yake ya jua kali. Ndio. Sasa amerudi nyumbani. Sasa hana mtu wa kumsaidia, hana vile anaweza jisaidia. Sasa ile imebaki ni kutembea kwa mashamba ya watu kuiba, hivyo ndio aweze kupata chakula mheshimiwa. Ya tu mheshimiwa, kwa ushahidi. Una swali kwa shahidi na uulize swali. Uliza. Wewe kwa kikwetu ukiingia kwa shamba ukule na ucheipa, kuna ubaya gani? Kuna ubaya kuingia kwa shamba ya mtu bila ruhusa yake, ama kugusa kitu ya mtu bila ruhusa. Ungekuwa unaenda kwake kwa nyumba yake unamuomba akusaidie na chakula. Na pia we una makosa. Wakati ulikuwa kwa jua kali huko, mbona hukuingia kwa skimu hii inaitwa pension scheme? Ungekuwa unajiwekea kidogo kidogo, ungekuwa sasa unakula pension. Umeshawahi ona nimeiba kuku ya mtu? Silikushi uliletwa nao siku hiyo umeiba kuku. Mimi? Wewe. Ulikuwa unataka niwache nisioneshe parapara? Ulikuwa umeiba. Huko tukipatana nayo namna hivi ana kwa ana. Nisioneshe parapara. Ulikuwa unataka iwe namna Ulikutana na kuku? Ndio mheshimiwa. Akienda wapi? Alikuwa amepotea mheshimiwa. Alafu wewe ukafanya nini? Nikamchukua nikamuonesha parapara mheshimiwa. Barabara ya tumbo ya kwenda kwao mheshimiwa. Wewe una swali lingine? Sina swali lingine kwake. Tuna shahidi mwingine. Tuna shahidi ambaye ni wa mwisho upande wa mashtaka. Unachukua kuku wenyewe unaonesha barabara ya tumbo. No, tulipatana ana kwa ana. Sasa ningefanya namna gani mheshimiwa, na ilikuwa ni jioni. Ingia ndani mzee. Hii mama iko na shida bwana. Ananiambia kama tunaweza replace bwana yake. Wewe ni dini gani? Mimi nakuwa kanisa. Unaitwa nani majina yako yote? Naitwa Alexander Josephat, msee mwenyewe. Watu wanaitanga mimi song. Mimi ni Alexander Josephat. Na hapa ya kwamba mimi ndiye na hapa. Sema na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Maneno nitasema mbele ya koti hii mimi Alexander. Ni ukweli. Ni ukweli sina. Nilikwambia hapo kwa kweli. Sema ukweli. Ukweli mtupu. Mimi naitwa Alexander Josephat. Alexander, unaishi wapi? Jamhuri ya Kenya. Katika Jamhuri ya Kenya, mimi nakuwa Njoro. Njoro mahali panaitwa Defo. Ukienda ni kama unataka kwenda Kikapu. Kikapu iko pande hii, Defo pande hii, hapo area hiyo. Lakini niko na shamba yangu, shamba inafika mpaka Njokerio. Na mnamo tarehe 10 mzee ulikutokea kitu gani? Tarehe 10 ya mwezi uliopita. Hapo sasa hapo shida ilikuwa iko mzee anasumbua sisi kwa hapo Njoro. Ndio. Hii mzee ni tulijuana nafikiri karibu mwaka 20 sasa, lakini tabia yake ilikuwa hasikia hata ingi mambo ya wasee, na ilikuja kutuletea shida kwa sababu wakati amekuwa amemseeka nasumbua sisi. Na tulikuja kuona yeye hana kitu alibakisha, alisomesha watoto, sasa anasemanga watoto yake ikumbuki yeye. Si unamwambia watoto yako ilisoma ijisiringanie. Wewe endelea kujisiringania. Sasa ajisiringaniaki anakulaka pension yetu. Wewe ni kusema kitu gani? Akiingia akikuta shamba iko na mahindi anakula. Sasa juzi hii kesi alikuta kwa shamba ya Ondiek. Ndio. Chairman ya wasee ya hapo Njoro. Ndio. Anaenda tulikuwa tumemtime. Kasikia iko mtu naiba mahindi biasi. Sasa wakati alisikwa tunakuta yeye akona amebeba kanu yangu. Unajua niko na njogoo na yangu naitwa kanu. Kanu ni njogoo yangu. Kuku yako? Kuku yangu. Naitwa kanu? Naitwa yeye kanu. Alafu yeye chama na kuku yangu yote. Nikamuuliza, "Mokoa, unajua kanu iko na mwenyewe? Na mwenyewe ni mimi." Kanu ulikuwa na wewe ndio mwenye kanu? Mimi ndio mwenye kanu. Hiyo kuku. Hii ile kuku sasa. Kamwambia unapeleka wapi kanu? Unajua kanu iko na wenyewe. Na Alexander ndiye mwenye kanu. Sasa akatolewa alitolewa mahindi hata paka carrot na viazi. Kwa sababu mahali carrot ilikuwa inatolewa ni mahali iwezi semeka mbele ya watu. Kwa hiyo ilikuwa imetolewa wapi? mwisho yake. Carrot dania kontani yake tu. Ukitolewa ile mtu ukitoa nguo unakuta akona nguo nyingine na iko na chakula. Ukitoa nguo nyingine unakuta iko na chakula. Alikuwa amebeba kila kitu. Biazi ya Kisungu, biazi ya Kiswahili, biazi hiyo. Sasa nyingine hata nyingine alikuwa nyingine chakula imeifa, sijui ametoa kwa wapi. Yaani amekuwa ni mtu ambaye alikusumbua na mtu amekuwa jina yake ni Sumbua. Hapo anaitwa Sumbua. Sasa ikakuwa kesi, nikaambiwa hii mtu atapelekwa kotini kwa sababu ni wizi na wizi ni wizi. Na hiyo kuku yangu alikuwa hata na shilingi kulingana na vile bei imewekwa ati 200, lakini kanu siwezi kwa ya 200.
Ni mahindi ya shilingi 200 ama ni 1000? Oh, mahindi ndio ilikuwa imesemekana ni mahindi 10. Ndio. 200. Hii KANU nikawaambia wesiweka bei. Hata haina bei. Labda tukasia 3000 kwenda juu. Na huyo mzee ambaye alikuwa akisumbua watu, ambaye alikataana na mambo ya wazee wengine kuweka pension scheme, yuko wapi? Ndio ile. Na hilo makoa. Yao tuko hiyo. Una swali kwa shahidi? Haisi kuwa na swali. Hata mbele ya wazee akwangi na maswali. Complain. Hana swali. Complain tu. Na kuuliza namna hivi. Wewe na ule anaitwa Ondieki. Si mlikula pesa zangu hata nyinyi? Si ndio? Pesa gani? Si wewe tukiwekelea ugali. Tukiwekelea nyama choma unaenda unaitisha ugali unakuja kukaa na sisi. Hata hujui hii nyama imetoka wapi. Kuku zangu ikitaka hata mayai ifiki chini. Wewe kuna kuku mahali yako ilipotea niliipa? KANU. Mzee umemaliza maswali? Mzee sina swali. Nimeambiaje nyinyi complain tu ana ingine. Kiongozi wa mashtaka tuna shahidi mwingine? Mheshimiwa mashahidi hakuna shahidi mwingine. Wewe toka nje tafadhali. Wewe mshtakiwa. Kulingana na ushahidi koti imeonelea una kesi ya kujibu. Na una madharau sana. Nakwambia ufunike mdomo ukikohoa haufuniki. Sorry. Nimesalenda. Sorry. Sikujua. Umeenda hospitali mzee? Nilienda juzi kabla mnishike. Nikapewa Kimya. Umefikia wakati wako wa kujitetea. Ndio. Na kunazo jinsi 3 za kujitetea. Jinsi ya kwanza. Ukiwa upande ule wa mashahidi. Utaapishwa, utaulizwa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Nayo jinsi ya pili, ukiwa hapa ulipo hautaapishwa, pia hautaulizwa maswali. Utajitetea na ukiwa na mashahidi unaweza waita. Nayo jinsi ya 3 na ndio ya mwisho. Unaweza amua tu kunyamaza kimya na ungoje uamuzi wa koti. James Takura jichuko wapi? Kwanza mwanzo kabisa bakulanga wina. Na kuuliza utajitetea ukiwa wapi? Hapa. Uko na mashahidi? Sinanga. Majina yako unaitwa nani wewe mzee? Kuliita bananganga Alphonse Makacha Toti Makoa. Hii ya juzi ndio nimepewa Sumbua. Ni watu ndio walikuwa nipatie hiyo jina mheshimiwa Sumbua. Unaishi wapi? Kwa nyumba. Wapi? Mtaa gani? Mtaa upi? Njoro. Ndefu. Unaishi kule Ndefu kwenye nini? Kaunti ya Nakuru? Nakuru. Ndio. Hebu jitetee. Sasa unajua mheshimiwa, sijui mimi. Ndio nakwambia sasa. Kusema ukweli mheshimiwa, mimi sikuwa nachukua kuku ya wenyewe kwa upaya mheshimiwa. Mimi nikiona kitoweo inapita mheshimiwa, napita nayo mheshimiwa. Na nikipata pia kwa shamba mahindi simekaa vibaya mheshimiwa, napita nayo. Kuku akiteka mayai mheshimiwa, kusema ukweli napita nayo mheshimiwa. Unapita nayo ukienda wapi? Nikienda kulalua mheshimiwa. Siwezi sema urongo mheshimiwa. Unamaanisha unaiba? Siipi mheshimiwa, ni kuokota tu naokota, si manake sinapitanga nikiokota mheshimiwa. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema? Na ushahidi ambao umetolewa hapa mbele ya mahakama umeonyesha ya kwamba mshtakiwa yeye hakuwa na mpango wa pension scheme, na alipo retire ikawa hana namna, alitegemea watoto nao wana mahitaji yao. Na ndivyo unaona mheshimiwa, shirika la halmashauri ya IRA inatoa mwito na imekuwa ikielimisha wananchi umuhimu wa kuweka bima ya pension scheme. Manake mheshimiwa, ukiwa unafanya kazi jua kali, ukizeeka utaenda wapi? Lazima wakati uko na nguvu unakata bima yako ya insurance ya pension scheme. Wakati utakuwa umezeeka, umestaafu, utakuwa ukilipwa. Mheshimiwa, naombea koti hii muone mshtakiwa huruma, muweze kumwachilia kwa sababu mheshimiwa ni mzee na ni shida kubwa sana ako naye, na yeye kazi yake sasa umesikia pale Njoro ni kuibaiba. Sikiza. Ndio. Sheria iliyokushtaki katika shtaka la kwanza iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 278. Ndio. Shtaka la pili vile vile iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 267 moja. Unatakiwa ufahamu ya kwamba ni hatia mtu kuiba kitu chochote ambacho kinaweza kuibiwa. Ndio. Bila kutoka kwa idhini ya mwenye hicho kitu, kama vile wewe ulikuwa unachukua kuku, sijui mahindi, viazi, mzee, hata kama ni njaa.
Nakumbuka wazee zamani walikuwa wanasema kama una njaa unaingia mle mwenye shamba, kama ni matunda unakula na usibebe. Usibebe wewe, unabeba mpaka kuku za watu unapeleka kwako. Unaenda unatoa mahindi kwa shamba hajakomaa unapeleka kwako. Unachimba viazi vya wenyewe. Si unaenda kwa mwenyewe unamwambia wewe huna pesa na una njaa, akusaidie na chakula. Wewe unakwenda kujichukulia ni zako. Na sinasikia uko na shamba. Na kwa nini haulimi hilo shamba lako utoe vipi? Hakuna jembe walifunja, nifanye nini? Mpaka pesa ya kununua jembe hauna na una watoto 8. Sasa unaniona mheshimiwa alikujipanga. Wewe ni mtu wa aina gani? Na ndio nakwambia uniitiwa kinalecho. Hiyo miaka yote umefanya kazi. Pesa ulikuwa unapeleka wapi? Nilisomesha watoto wangu. Hukujiwekea hata kidogo, hata ndururu. Hapakuniambia nijiwekee. Sasa ningefanya namna gani? Mzee, unajua sasa wewe umezeeka. Ndio. Hata kukupa hiyo mawaidha haikusaidii. Maana yake huwezi chukua, sasa umezeeka ufanyi kazi, utachukua wapi? Sasa ni vizuri hawa watoto wako pia waelimishe. Ndio. Waambie wachukue hiyo pension scheme. Ndio kusudi nayo maisha yao siwe kama hii yako. Mheshimiwa, wale ambao wanafanya kazi kwenye jua kali. Hii maisha yako ni maisha mbaya sana, ni maisha ya tabu na ya dhiki. Unasikia? Hao wenye kufanya kwa jua kali hao unasema. Ndio. Waambie waende wachukue hiyo bima ambayo itawasaidia wakifika umri wako. Nikitoka hapa tu nikimbie hivi. Koti hii leo imekusamehea. Lakini tena ukitoka hapa uende ukaibe kitu cha mtu, hata shindano uletwe hapa. Mzee utakufia jela. Hata hawa watoto kusahau wapa ni huko, rafiki zangu siko huko. KBC Channel 1, Kenya's watching. Ya kwamba kuna kijana yako ambaye wakiwa na mkeo, wakiwa na bibi yake, walikupeleka hospitali, ukapewa discharge, walipoona kwamba bili imekuwa kubwa, wakapotea. Na ukasema kwamba ulikaa pale hospitalini umefungiwa, maana ungeweza kutoka kwa miezi 3. Ndio. Huyo kijana wako na bibi yake yuko wapi? Huyo kijana ndiye yule, ndiye kina bibi yake yule, wale wamesimama pale wawili. Ndio walikuacha hospitali? Waliniacha hospitali. Baada ya bili kuwa kubwa? Sikujua ni bili kama ni kubwa. Mimi tu nilipewa ruhusa niende nyumbani. Lakini walikuwa wamekupeleka hospitali? Walinipeleka hospitali. Yao tu mheshimiwa, kwa ushahidi. Mshtakiwa kwanza, una swali kwa shahidi? Niko na swali. Uliza. Baba, nani alipeleka wewe hospitali? Usiniite baba tena. Mbele ya watu nataka kujisema ati wewe ni baba yangu. Lakini yale mateso nimeenda kwa sababu yako. Siwezi kubaliana. Unajua hiyo
Msuna tunaweza kama fanya mimi siko na laana na watoto yangu. Hata nitakasirika zaidi, nitasema tena na tena. Nani alipeleka hospitali? Ni kweli ni wewe. Nani alitoa deposit? Si ni mimi. Ni kweli, sikatai nayo. Nikieleza hii mahakama ya kwamba hata ndio kama mwanaume. Ngoja kidogo ndio najikasa mami. Mama, najikasa. Ongea kama mwanaume. Ndio mwanaume kulia ni baya. Unaona vile yeye anapiga wewe, hata nikitaka kitu yeye hawezi kubali. Nikieleza hii mahakama ya kwamba nilikuwa nataka kuja kukuona lakini nilikuwa safari ya mbali. Naweza kuwa nasema rongo. Ni urongo, manake hata saa hii unajaribu kulia hapo, lakini hiyo kulia wako hapana ya ukweli. Wewe sasa ukishalia na huyu bibi yako atafanya nini? Atacheka. Atacheka. Yeye anachapwa na hii bibi yake. Hata mimi hatakai kuniona. Huyu mzee anachapwa na huyu bibi. Si unaona vile yeye anaongea? Unalia nini unajishika hivi? Ona hata sasa. Wewe mama. Sina ubaya. Unajua hapa ni kotini, kama unachapaga bwana yako ni huko kwa nyumba yenu. Si hapa kotini. Anaitwa nani? Mama. Mama wa nani? Huyu ni mama yako? Ndio Pam ndio mama. Pam ndio mama. Na mamako utamuita nani? Msasi. Kweli wewe kuna wazee wengine. Wewe una swali kwa shahidi? Sasa tushapeleka hospitali. Ulisikia kwangu ndio sasa retirement benefits zinapatikana. Unakumbuka mimi nituma Alexander aje awaite. Wewe na bwana yako. Lakini wewe kwa sababu vile wewe unapiga bwana yako hata huku kubali aje. Mimi ni mtoto wako. Hata saa hii sitaki kurudi kwa hiyo nyumba. Sitaki kulala. Afadhali niende kwa Alexander. Nimekoa. Wewe ni mtoto hivi. Wewe. Umesikia hapa hivi mbele ya koti amekana aje? Hana heshima hata kwangu. Hizo dada ni wewe mwenyewe hazitapata. Hana heshima hata kwangu. Umemaliza maswali? Ndio. Tunaye shahidi mwingine. Mama huyu ni mzee, ni babako in law. Is your father in law? Na una treat baba ya bwanako hivyo? Mimi sijamtreat vibaya. Si mtoto wake alimwacha hapo hospitali. Mimi hata nasema afadhali nikalale kwa Alexander. Yule nilikuwa natuma. Hiyo nyumba sioni kama ni nyumba. Hata afadhali jela. Tuna shahidi mwingine. Huyu mama anaonekana respect your elders. Yes, usiwache laana kwa watoto wangu. Bibi nini? Sasa kama ningelikuwa na uwezo huko, ningelitafutia wewe bibi nyingine. Naenda tafuta. Si unasikia vile anasema. Sawa. Kwanza hiyo jina ya mama sitaki kusikia hapa kotini. Kama ni mama muita yeye huko nyumbani. Nitamuita Pam. Hata hizo Pam muite jina lake kamili, anaitwa nani? Pamela. Muite Pamela. Ama mama ya Tiaga Sachieng. Muite hiyo. Hapana kuitana mama hapa mbele yako. Wewe ni wa dini gani? Mimi ni Mkristo. Majina yako? Naitwa Agnes Owuor. Inua hii Biblia anarudia maneno. Sema mimi Agnes Owuor. Agnes Owuor. Na hapa ya kwamba maneno ambayo nitasema mbele ya koti. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti ni ukweli. Ukweli kabisa. Eleza mahakama majina yako kamili, unaitwa nani na unafanya kazi gani? Kwa majina naitwa Agnes Owuor, nafanya Kajiado Nursing Home kama administrator. Kama administrator. Ndio. Ongea na sauti. Na unaweza kuelezea tarehe 26 ni kitu gani tokea hapa hospitalini? Mheshimiwa, kuna mgonjwa ambaye aliletwa katika hospitali. Ndio. Ambaye anaitwa Japolo. Aliletwa na mtoto wake Ondiek na bibi yake mheshimiwa. Ndio. Na alikuwa mgonjwa sana. Na nilivyompima nikapata kwamba anaugua. Alipopimwa na daktari. Ndio, alipopimwa na daktari. Ndio. Akapatikana kwamba anaugua pneumonia. Ndio. Sasa ilimbidi lazima alazwe mheshimiwa. Ndio. Na kabla alazwe kulingana na sheria za hospitali lazima watu ambao wamemleta mmoja wao aweze kumfungulia faili. Na kijana ambaye alimfungulia faili alikuwa kijana yake mheshimiwa. Ambaye alilipa deposit. Ambaye alilipa deposit na alilipa deposit kwa sababu hakuwa amechukua bima ya matibabu. Ndio. Sasa wakati tulimlaza tukampatia matibabu akawa anasikia nafuu na tukampatia discharge mheshimiwa. Ndio. Wakati tulimpatia discharge ikabidi nikauliza huyo mzee Japolo kijanake akwapia, akaniambia kijanake tangu apatiwe discharge hajamuona. Nikaamua kuchukua hatua kwenda kumpigia simu sababu alikuwa amewacha details. Nilipompigia simu akasema kwamba atakuja kulipa bill. Na nikamwambia afadhali aharakishe kuja kwa sababu akizidi kukaa hospitali ndio hivyo bill inazidi kupanda. Akanambia atakuja. Sasa baada ya wiki, mwezi, ya pili, ya tatu akawa hajakuja mheshimiwa. Yes. Mzee. Habari gani? Yes. Mambo namna gani? Ya.
Pata tangu yani hii maneno. Pata hata wachakucha kukuona. Usijali hata wewe mimi nimekuja kumaliza lakini wewe fanya namna hivi. Wewe si unajua kama kawaida. Kulanga haka alafu utoni wali. Kulanga haka ndio usikie ukiwa msima, si ndio? Mzee yangu yes ndio. Hii dunia si yako peke yako. Unajua namna hiyo. Siko hii pande hii tutaonana sawa? Kitu saa 10 hapo hivi nitakuwa nimekuja sawa? Msaholo. Usijali. Mno. Sande papa. Sande. Thank you for answer. Thank you. Msaholo na usijali, usiusunike. Usiusunike hata kitoko. They will come. Yes. Ororane. Oh my goodness. Halo. Ha. Japolo. Amuka ni Alexander. Jambo mzee yangu. Kwa nini uchangamuki? Naendeleaje? Nzuri manake kijana yangu hajakuja kunichukua. Miezi 3. Tangu nipewe ruhusa ya kwenda nyumbani. Najua hiyo. Na sasa niko hapa kama ni jela, nimefungiwa ndani ya jela. Ndio sababu hata unajua niliingia ile ward ya ile kubwa. Kashindwa kwani ulienda nyumbani. Sasa unajua wakati nimepita hapa, sasa ndio watu wanapatiwa lunch. Nikaona niingie, nikaambiwa nikasikia watu wanasema iko mzee yako hapa hii ward. Kumbe mzee ni wewe. Walinitoa huko, wamenipeleka mpaka sasa niko hapa. Na kupona ulipona? Kupona nimepona, niko na nguvu. Nimepewa ruhusa. Wanakuambia wewe. Habari zenyu? Mzuri sana. Japolo. Habari yako? Mzuri sana. Habari yako Japolo? Mzuri mama. Naona uko na mgeni. Hii mtoto yako? Hapana. Mimi ni administrator hapa. Hiyo ni sasa nilikuwa nakuulizaje, unajua huyu mzee? Administrator ni staff. Daktari kama daktari. Kwa hivyo wewe ni hii hospitali. Sasa nilikuwa nakuuliza huyu mzee unamjua? Kabisa sana namjua hii. Jirani ya kijana yangu. Sisi nakuwa ya moja. Hiyo ni vizuri sasa. Hata nilikuwa nangojea sana at least mtu yote mwenye anajua kwake kwa kijana yake anipeleke. Sasa sababu umesema unajua. Ameniambia ati ametolewa, alihamishwa kwa ile ward. Akaambiwa aende nyumbani, yeye akakuja hapa. Unajua sasa ingine wasee naweza confuse. Hapana, yeye alikuwa ameshapona kabisa. Sasa alibadilishwa akaletwa hapa anakuja kwenda. Kwa nini upeleke nyumbani? Ni rahisi sana. Ndio maana nasema vile unamjua na unajua watu wake, ni vizuri sana unipeleke kwake. Vile tunafanya akona pindua nguo twende. Hapana, yeye haendi, wewe ndio unanipeleka. Siku moja nilikuwa nimeenda kumtembelea Japolo katika ward. Nikapata mzee mmoja ambaye anaitwa Alexander. Ndiyo. Alexander alikuwa jirani ya kijana yake Japolo. Nikamuuliza kama anajua mzee, akaniambia ndio anamjua. Na nikamwambia ni vizuri anipeleke mpaka kwake. Tulivyotoka mheshimiwa nikaenda mpaka kwa Alexander, nikampata akiwa na mke wake. Na nikamuuliza ni kwa nini amemwacha mzee hospitalini. Akaniambia ni kwa sababu bill imekuwa kubwa. Na tumekuwa tukipata shida kama hizi. Mtu analeta mgonjwa hospitalini, hata kama ni mke wake anamwacha kwa sababu bill imepanda. Wengine wanaleta title deeds, wengine logbooks za magari, na wengine wanasema wanangojea madeni zao ili waweze kulipwa. Ndiposa nikamuuliza Ondiek kama anajua kuhusu shirika ambalo linaitwa IRA, Insurance Regulatory Authority, ambayo iko hapa Upper Hill na ni Zebri House. Akaniambia hajasikia. Nikamwambia bima ni kumaanisha, yani wakati unachukua bima ni inaweka prefect, yani inaweka usawa katika uwanja wa yani IRA ni kama prefect. Ndio ni kama unamaanisha IRA ni kama prefect. Ndio ni kama na ukamshauri kwamba kuweka bima ni wakati ambao haijulikani mambo itakuwa namna gani. Ndio nikamwambia wakati unachukua bima ni vizuri sababu unajipanga, haujui kwanza hasa hii ya medical. Ndio bima ya matibabu. Na baadaye mlifanya kitu gani? Baadaye hapo ndio niliamua tulikuwa tumeenda na askari na ndio hapo akashikwa kaletwa kotini. Alishikwa akiwa peke yake ama alikuwa na mke wake? Wako wapi wale watu ambao sikio walikuwa wameleta mzee alafu wakamwacha pale hospitalini baada ya kuona kwamba bili imekuwa kubwa? Ndio mbele ya mahakama. Waonesha kwa mkono kwa ndio hawa. Nani na nani? Ndio yule Ondiek na ndio yule BBK Ondiek. Takiwa kwanza na swali. Ndio. Umeeleza mahakama pesa ilienda juu. Ndio.
Kwa hivyo sikutoroka ati nikamwacha baba. Si ni kweli? Hapana, ulimwacha sababu kama ulimwacha akiwa hospitalini akipokea matibabu na wakati ulisikia kuhusu bill, hapo ndio hukuwahi rudi na hukuwahi shughulika. Hapo ndio nataka usititize sana ya kwamba bill ilienda tu. Ndio. Nikashindwa kulipa. Kushindwa kulipa ni mbaya. Hapana, si vibaya, lakini mzee aliwahi kuja. Hakuwahi kuja. Nilishindwa kulipa, inamaanisha kwamba mimi nachukia baba yangu. Hapana, umchukii, lakini ni vizuri ungekuweka bima ya matibabu. Ndio vitu kama hizi zikitokea, unakuwa umejipanga, hautakuwa na stress ya kungojea pesa mahali pengine popote. Mama anaongea mzuri. Hata iko siku hiyo watu umesema IRA, si ni Insurance Regulatory Authority. Ndio. Ati wako hapa the free place. Ndio. Ambao wanashughulika na wanaelimisha umma kuhusu mambo ya bima. Na wanasaidia sana. Nilikutana nao show ground na nikaingia kwa kibanda. Wakanieleza kuhusu bima ya matibabu, bima ya maisha, alafu mipumbafu. Mimi na bibi yangu sisi ni pumbafu. Pole. Nikakosa kuchukua hiyo bima. Sina ingine. Wewe mshtakiwa pili, uliza swali. Sasa madam, acha nikuulize. Tulipoleta huyo mzee kwa hiyo hospitali, babake Ondiek. Ndio. Nilisign mahali? Hapana. Niliacha kitambulisho yangu mahali? Hapana. Alafu makosa ni kwa sababu nyinyi wawili mlikuja na mkamleta mzee hospitalini na mkamwacha mkiwa wewe na bwana. Sasa kama mimi nilijitembeza tu, makosa yangu iko? Ukujitembeza. So ulikuwa na mume wako mkileta baba hospitalini. Mimi sikuwa namleta hospitalini, nilikuwa naleta bwanangu tu namzindikisha. Na mheshimiwa, ningependa kusisitiza jambo moja. Ni vizuri uweke bima, si kwa baba tu, hata akiwa hospitalini. Hata wewe mwenyewe unaweza uweka bima yako, uwekee watoto wako na hata kama ni mzazi na watu wengine wa jamii. Ule mtu ambaye ulimshika ama watu wale ambao uliwashika kwa kuacha baba yao hospitali, wako wapi? Ndio hawa mbele ya koti mheshimiwa. Ni haya tu mheshimiwa, kwa ushahidi. Mshtakiwa kwanza, una swali? Ndio. Uliza. Niko na swali. Police officer. Ndio. Ulikuja kufanya uchunguzi kwangu nyumbani. Ndio. Uchunguzi ambao ulikuwa unafanya. Kwa nini ulinisukuma ukanipeleka bedroom na ukanipiga busu? Sikukusukuma. Usidanganye koti, sikukusukuma. Mimi sina swali lingine kwa hiyo ofisa. Sina ingine kwa. Na wewe mama, una swali? Onana naye mama. Sasa ukikuja kufanya uchunguzi, hiyo uchunguzi unafanya kwa bwanangu? Unajuaje nilifanya uchunguzi kwa bwanako? Nilifanya mkiwa wote. Hata yenye umepaka saizi ilikuwa kwa shati. Muulize, si yangu, pengine ni ya mtu mwingine. Na venye ulifanya uchunguzi yako, ulipata jina yangu mahali popote? Mlikuwa mlimleta kama si kwa gate. Mlimleta baba Ondiek, nyinyi wawili mlimleta hospitalini. Uliniona? Sikukuona, lakini nilipokea ripoti kutoka kwa administrator. Unajua hiyo ripoti ni kweli ama uongo? Kwa sababu administrator hawezi danganya. Sina swali lingine. Tuna shahidi mwingine. Tuna shahidi mwingine ambaye ni wa mwisho. Asante sana. Alexander, kuja hapa. Mzee, unabeba handbag? Hii ndio inasaidianga sana. Ile nyingine ilikatwa na embe. Sasa nikaona hii labda hawatashughulika nayo sana. Weka hapa kwanza. Lakini ni personal. Hata kama ni personal tuwekelee hapo. Okay. Ukimaliza kutoa ushahidi, peana heshima kwa koti. Na hiyo mfuko yako. Ni ya mama hiyo ama ni yako? Ilikuwa ya mama ya mbeleni, sasa akanunua hii pia. Akanisambakia hii. Sema mimi Alexander Joseph. Mimi Alexander Joseph. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Bila kuchanganya. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Maneno nitasema bila ya koti hii. Ni ukweli. Bila ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Nalifurahisha. Unacheka nini? Na vile unaniambia ni kama alafu unanikaribia ama ni handbag yangu nataka. Mzee, unasema unaitwa nani? Naitwa Alexander. Wewe umetoka wapi? Nilikuwa hapa nje tu. Si mambo saa hii, kwenyu nyumbani ni wapi? Kwa Beleni. Nyumbani. Mimi alilala Nairobi, Kenya. Na safari yangu ni ya jana. Ndio, umetoka wapi? Umetoka county gani? County Kajiado. Kajiado diaspora. Diaspora. Watu wanasemanga ni diaspora. Mwisho. Mahali maendeleo naanza na ndio naishia. Huko ni umetoka? Na mzee, unaweza kuelezea mnamo tarehe 26? Ulikuwa wapi mwendo wa saa 7 za mchana hadi saa 8? Mimi ilikuwa imeenda hospitali. Lakini hii maneno ya hospitali ilikuwa imeanza mbeleni. Ilikuwa imeenda hospitali. Hospitali. Inaitwa Kajiado Nursing Home.
Kajiado Nursing Home, hospitali. Hapana hospitali, hospitali. Ni cemetery kwa Kikwetu. Hospitali. 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 Sawa. Nursing home. Nursing home, Kajiado Nursing home. Ndio. Sasa ninakubamba unajua naweza ongea kumbe unabampika na unieleze. Alafu ikawa namna gani? Sasa hii maneno ilikuwa na mzee mmoja anaitwa Jafolo. Ndio. Papa ya Ondiek. Ndio. Ondiek nakuwa ni rafiki yangu ya siku mingi. Hata sisi boloti yetu tunachikana kwa Kajiado. Kajiado ndio. Kwa hapo hii mzee yao mimi najua alikuwa anakuwa anaanza kusumbua mwili. Ndio. Mwili yake anasumbua anakuja kutoka pande ya nafikiri ni Siaya. Ndio. Siaya kwao. Ndio. Top. Ndio. Nikuja nashukuzwa napelekwa hospitali naenda. Sasa wakati hii ilikuja hairudi. Nalala nursing home. Hiyo nursing home. Na kwa na hiyo nursing home natibiwa kama wiki 3 kama mwezi moja. Ndio. Inawachiliwa iende. Mimi ilikuwa imeenda kuchungulia yeye. Ndio. Sasa wakati mwezi hata alinieleza sasa hata nimefona nataka kutoka next week. Kama next week hivi. Ndio. Hii nikafikiri alitoka. Baadaye mimi nikakaa nikakumbuka hii msee iko wapi? Nilikuwa nimeenda kuona mtoto ya kasini yangu. Ndio. Ilikuwa nagonga foda. Ndio. Sasa ilikuwa nafunjika hiyo mguu ni mimi nimeenda kuona. Nikaona hii msee anatoka ladies na arudi kwa nyumba. Mzee Japolo. Ilikuwa anatoka ladies. Sasa kuona hii msee ni kama anajua hii msee. Hata vile anatembea. Sasa Japolo, hai, kuona mimi sasa nikasalimia. Sasa hii Japolo mbeleni ilikuwa nakaa odd kubwa. Sasa imeenda odd kidogo. Peke yake. Kwa peke yake. Sasa katika kuongelesha watu huko nikaambiwa hii watu ni ile naekangwa kando. Watu yao wanawacha hao hospitali. Halibi bill na wachwa. Ni kama anatubwa. Ndio. Nikafikia wote simu akasema unajua mimi is very busy, mambo mingi nikamwambia chukua mzee. Sasa baadaye kuchunguza nikajua hii mzee alikuwa na bill ya 1.1 billion. 1.1 billion. Bill. Mzee, unasema bill ilikuwa imefika pesa kiwango gani? 1.1 billion. Hiyo ni pesa vizuri kidogo. Hata ukiona wewe. Hebu sema tena. 1.1 billion. Nilikuwa hiyo sielewi anasema nini huyu. Sema 1.1. 1.1 million. 1.1. Mzee, mko na mwaka ngapi wewe? Mwaka yako imeenda. Uchiki hii maneno 1.1 ndio anasema million. Yes. 1.1 million. Kwa hivyo ilikuwa ni ya bill ndio sababu alikuwa amefungiwa. Sasa nikachunguza nikaona hii mzee hii bili yake kubwa. Kwambia kijana kaniambia unajua hiyo bili iko kubwa lakini nitachunguza. Sasa mimi nikasahau hii maneno. Baadaye kwenda nilikuwa nimemaliza mwezi 3 bwana. Sasa ndio nikaambiwa nikakutwa na hii administrator. Hii na Serengenge hospitali. Wewe, naitwa nimeona wewe. Najua na hii mzee. Najua watu yao. Najua ndio tukae kaniambia apeleka sisi. Kaona nene msuri. Wakati sisi naenda nikaona hata polisi inaitwa. Sasa sijui kumbe itakuja kwa hii kesi. Kumbe kutupa mtu Sengetali nafikiri ni mbaya. Na wewe kama mzee. Mbona huku ushauri rafiki yako? Mambo kwanza hii aliposema mambo bill liko juu nikamwambia kwani yaona medical cover insurance. Cover hii ya kusengangia mtu anakuwa mgonjwa. Kaniuliza kwani wewe umejua aje? Nikamwambia mimi niliona ilikuwa imeenda show Nairobi show. Nimeona kampuni inaitwa IRA. Ndio. Insurance Regulatory Authority. Hiyo. Security. Nikakutana na hiyo watu wakanieleza hata mimi nikaona niongezee kwa ile nilikuwa tu na ile ya gari. Ndio. Sasa nikaongeza hata medical cover ya watu, nikaongeza medical cover ya mbuzi, nikaongeza medical cover ya watu, medical cover ya kwa hivyo wewe uko na medical cover wewe. Uko na medical cover ya kila kitu. Sasa medical cover kwa shamba ina medical cover. Ni medical cover ya shamba. Si medical cover ya shamba. Ni kama si ni medical ya shamba ya crop. Kuna ya livestock ambayo ni ya wanyama. Medical cover ya wanyama hivyo. Tunaona mama anachika. Hata medical cover ya gari niko nayo. Kwa hivyo wewe yote ulikuwa unaelewa mambo ya insurance. Nilisema kata yote. Na mbona hukuelezea urafiki yako? Maringo nayo. Ana maringo. Hii mtu bwana. Lakini maringo yake ni ya kujiwekelea. Maringo yenyewe iko kwa bibi. Unaona na bibi? Hata tabasali angekuwa bwana yake. Hata ukiangalia height. Ati? Height.
height. Pande hii ndio bwana. Ni vile tu ni haya anakuanga na beba tumbo ya watoto. Ikiwekwa pande hii mimi singechaka. Wako wapi hao watu? Yule. Onesha mzee, wako wapi? Wacha nionyeshe wewe mzee. Mzee pande hii ni Ondiek. Lakini ile mama wacha wewe jione tu. Unajua wanaweza kuonyesha aninge zaidi. Wewe jione mwenyewe. Ukiangalia height utajua tu. Wewe mzee una swali kwa huyu shahidi. Alexander. Yes, Ondiek. Hii mambo yote ya bima ulikuwa umejua? Alexander. Hakuna umesoma mpaka wapi? Mimi nimesoma bwana. Hata nilikuwa nakueleza mimi JKUAT ile ingine Desta nimeenda KU huko kote nimeenda. Umesomea huko? Kupeleka ng'ombe wakati ya kiangazi. Kila semester niko huko. Huyu ako na lugha anaongea karibu lugha 5. Sina nyingine kwa huyu mzee. Nauliza huyu madam kama ana swali. Ndio nina swali. Acha nikuulize. Ikiwa unapenda huyo mzee. Ongea pole pole. Na unamwonea huruma, si umchukue ukae naye kwako. Nasikia sasa. Unasikia? Na wewe siulize swali ambayo itakusaidia. Si achukue mzee ishi naye. Hiyo si kuswali, hiyo ni kumwambia. Unapenda huyo mzee? Baba ya bwana yako? Unamtaka? Wewe. Uliza swali ambayo ni la maana. Tena swali ambayo si kama unatukana. Si anajifana sana. Atiende najua hiyo mzee. Huyo mzee kutushinda. Huyo mzee wakati yeye anaona wewe anasumbua yeye anakuja kukaa kwangu. Mimi natengeneza supu na miti ni shamba na anakuwa mzuri na anafona. Wakati hii kama hata ingewezekana mimi naweza lipa hiyo bill na akwe pande yangu na akwe baba yangu. Abariki mimi. Nyinyi baki bure. Ni useless people. Mmemaliza maswali? Hata hii msema nasungumuza Kijerumani, Kifaransa, kila kitu na hiyo lugha yote isaidie. Mimi naongea na bonga lugha mbili. Gani na gani? Kwa Masai na Kiswahili. Ati nini? Acha tu niseme hii nimeongea. Umesema unaongea kabla gani? Hii nimeongea imesaidia. Gani? Kiswahili na Masai. Ati gani? Kiswahili. Tunaona imesaidia, lakini yeye anaongea lugha karibu 7 na wao usaidii. Mashahidi wamekwisha. Mheshimiwa mashahidi wamekwisha. Hata English naweza jaribu. Unaongea Kiingereza? Ya English nani? Na ulifika study 3? Yes, unajifunza moja unasaidia unatumia kila siku. Kama gani? Sasa kwanza kujitetea. Kusema kweli, wacha tu niseme ukweli, sababu pale ukweli iko, uongo najitenga. Hii mambo naona natendeka tu kabisa nikiwa naona namna hii. Sababu si ati kwamba sijui muhimu ya hii bima hospitali. Mimi nilikuwa nimesomeshwa, iko siku nilitembea Nairobi nikaingia kwa kibanda ya IRA, Insurance Regulatory Authority, wakanieleza hao ni akina nani na ile kazi wanafanya, wakanieleza umuhimu wa kuwa na medical policy, wakanieleza mambo ya kuwa na bima zingine tofauti kama education, life insurance, wakanieleza kuhusu mpaka crop insurance. Kusema kweli yote nilisomeshwa na watu na IRA. Lakini mimi kwa upumbavu, mimi nasema ni upumbavu tu. Mimi yani kusema tu kweli mheshimiwa, hata ile hatua utachukua, uchukue tu hatua kwa mtu upumbavu. Endelea kujitetea. Sasa mimi sina shida hapa. Ile tu kitu naona tukitoka hapa hivi mimi na Ondiek. Ndio. Tuende tuchukue hizo bima. Yeye anzie na babake. Mimi pia ndaanzia na babangu na mamangu na watoto wangu. Ndio. Ya babako sitaki. Medical yote lazima tuchukue. Kwa wote lazima iwe wote. Mimi sina pesa. Ni bwanangu ana pesa, alifaa ende alipe, atoe babake wapi? Hospitali. Unaona? Na pili, huu mzee babako anipendi. Sasa mimi ningeenda kumuona ningempelekea chai kwa nini? Mara nyingi nilikuwa napatia watchman thermos ampatie. Kiongozi wa mashtaka una jambo la kusema? Mheshimiwa, washtakiwa wote wawili walishirikiana kwa kumpeleka na kumwacha hospitali baba yao. Ndio. Na mheshimiwa mshtakiwa wa kwanza ameelezea umuhimu, alienda show, akaenda kibanda cha IRA na akaelezewa umuhimu wa bima ya matibabu. Administrator wa hospitali ametuelezea kwamba wako na shida kubwa sana ya watu ambao wamependa pale hospitali, ametibiwa, hawana pesa. Wamewachiwa ma title deed, wamewachiwa ma logbook mheshimiwa, na mambo mengi sana mheshimiwa. Na hii ni kwa sababu watu hawajui umuhimu wa bima
Ni muhimu kama mwananchi wa Kenya uende kwa IRA uelezewe umuhimu wa bima ya matibabu. Ningeomba koti hii wachukulie hatua kali kwa kumwacha baba yao hospitali. Washtakiwa ndio mheshimiwa, washtaki nyote wawili kwa katika kifungu cha 63 sehemu ya 216. Natakiwa mfahamu ya kwamba ni wajibu wa mtu yoyote, ikiwa mtu yuko chini ya uangalizi wako ama ulinzi wako, kama ni mtoto, kama ni mzazi, kama ni nani, kuchukua jukumu lake. Kama amekuwa hospitali, wewe ndio unatakiwa kumwangalia na kumjulia hali. Na si vizuri, hata si ungwana kuchukua mtu kumpeleka hospitali na hali ni babako mzazi amekuzaa, unamtekeleza kule. Ukisikia bili imekuwa kubwa hata upiti, mtu anakaa pale mpaka inakuwa sasa unatafutwa na polisi kwa sababu ya jukumu lako. Wazazi wako ni jukumu lako. Na vile umesema ulitembelea kibanda huko Nairobi show cha IRA na ukapata mawaidha, hiyo ni kuonesha ni kupuuza. Ulipuuza hilo jambo la kumchukulia baba yako hiyo bima. Na ungekuwa unajua wewe utaleta hii shida, ungekuwa ulimchukulia bima kitambo, hata hii mambo yote haingetokea. Kwa hivyo inatakiwa ufahamu, ikiwa wewe ndio unachukua jukumu la baba yako ama watoto wako ama huyu bibi yako, uko pale ujue vile kama wakiwa wagonjwa, ugonjwa wa mtu hatumi appointment umshike. Kwa hivyo unatarajia wakati wote kuna ugonjwa na kifo. Kwa hivyo unakaa ukiwa unajua ya kwamba siku moja mtu akiwa mgonjwa nitamsaidia vipi. Hiyo ni laana tayari umejiletea kwa huyu mzee. Umesikia vile amesema hata hataki umuite baba. Alafu na ukarudi ukaoa bibi mwingine ambaye badala ya kuongoze yeye ndiye anakurudisha nyuma. Koti hii imewapata na hatia ya kosa hilo na imewatoza faini kila mmoja wenu ya shilingi 100,000. Na mkikosa mtakwenda ndani kwa muda wa miaka 3. Na ukisikia wewe unaonekana una pesa, ni ujeuri tu. Hiyo bili huyo mzee ulipe. Na huo mtoto mzee akija kwako umwangalie kama mzazi wako. Sio kwenda kumtekeleza huko na kumtupa. KBC Channel 1, Kenya's watching. Alexander Jospat. Itikia mheshimiwa. Itika. Sema mheshimiwa. Mheshimiwa. Wewe ndio Alexander Jospat. Sikiza mashtaka yako. Unashtakiwa na mashtaka mawili. Shtaka la kwanza unashtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 26 mwezi uliopita mwaka huu katika ofisi za Bima Bora Insurance Company Limited ulivuruga amani katika kampuni hiyo. Shtaka la pili vile vile unashtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 26 mwezi uliopita mwaka huu uliharibu mali ya ofisi ya Bima Bora Insurance Company ambayo thamani yake ilikuwa ni shilingi $500,000. Na umekufikishwa hapa mara karibu 3 ukikataa mashtaka. Leo utakubali? Ukubali kwa sababu mimi ndio ilikuwa imewekwa hasara. Sikusema vile unasema ati naileta hasara kwa kampuni, mimi ndio nimekuwa na hasara. Sio nasema, nimekusomea mashtaka vile yalivyo. Nimekataa. Umekataa? Kiongozi wa mashtaka, mashahidi wamefika? Mheshimiwa, mashahidi wako kuendelea na kesi hii. Na ukweli wa kesi ni kwamba mshtakiwa akiwa kama mteja wa Bima Bora Insurance Company aliwahi kuwa na bima ambayo ni ya comprehensive ya gari yake. Alilipia hiyo bima kwa Bima Bora Insurance na kwa bahati mbaya akapata ajali mheshimiwa.
akaenda kwa Bima Bora Insurance, akaweka claim madai ya alipo fidia yake, na mheshimiwa insurance iliwahi kumprosesia claims zake na akawahi kupewa cheki yake. Alipoenda kuchukua cheki, aliambiwa hiyo pesa amepewa ni pesa ya gari. Akauliza, na mimi niliumia, mbona hiyo pesa haiko ya kuumia? Akaambiwa, huko umeweka personal accident insurance cover, kwa hivyo hungeweza kulipwa, kwa sababu bima ya comprehensive inasimamia gari na abiria ambaye amebebwa kwenye hiyo gari, au mtu mwingine barabarani agongwe au mali nyingine haribiwe, hiyo bima inalipia third party. Lakini kwa wewe kama driver ama driver wako ama mtu wa familia yako, inatakiwa awe na personal accident. Na alipoambiwa hivyo, alizua vurugu pale ofisini, kuharibu computers, kuharibu na masimu, na mheshimiwa mpaka polisi wakaitwa, ndio akaletwa hivi leo. Tunao mashahidi ambao ni watatu ambao watakuja kuelezea vile ilivyokuwa, na ikiwa wewe ni shahidi na kuomba utoke nje tafadhali. Kuna kweli hapo. Wacha tuone sasa hivi, muone nani yako na haki kwa hiki. Wewe ni gani? Mimi ni Mkristo. Majina yako? Kwa majina naitwa Agnes Owuor. Inua hii Biblia na urudia maneno. Sema mimi Agnes Owuor. Agnes Owuor. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Maneno ambayo nitasema mbele ya koti hii. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Fahamisha mahakama majina kamili, unaitwa nani? Kwa majina kamili naitwa Agnes Owuor. Bibi Agnes Owuor, wewe unafanya kazi gani? Yeye ndiye anasingangania hiyo kitu hiyo unaita fidia hiyo. Ndio manager ambao unasimamia mambo ya fidia. Ni alinyima mimi pesa. Mnamo tarehe 26 ulikuwa wapi? Mnamo tarehe 26 mheshimiwa, nilikuwa katika afisi, na kuna mmoja wa wateja wetu ambaye alikuja, alikuwa amepata ajali mheshimiwa. Alikuwa amekujia cheki yake mheshimiwa. Alikuwa amepata ajali yeye mwenyewe ama gari yake ilikuwa imepata ajali? Yeye mwenyewe alikuwa amepata ajali na gari yake mheshimiwa. Kwa hivyo ni gari yake ilikuwa imepata ajali? Ndio, gari lake. Ndio. Sasa alivyokuja mheshimiwa, nilikuwa namtengenezea cheki yake, alipata ikiwa tayari. Nikampatia. Nilivyompatia akaniuliza, hii check ni yangu? Ulikuwa unampatia check nini? Check akanunue gari. Kwa hivyo alikuwa na insurance? Ndio, alikuwa na insurance ya gari mheshimiwa. Insurance ina gani? Ya comprehensive insurance. Ya gari yake? Ndio mheshimiwa. Kwa hivyo alikuwa amelodge claim hapo awali? Ndio, alikuwa amelodge claim hapo awali, akisema kwamba alikuwa amepata ajali mheshimiwa. Na nyinyi mkachunguza mkaona ni kweli? Tulichunguza tukaona ni ukweli. Kwa hivyo mlikuwa mnaprosesia yeye cheki yake? Ndio mheshimiwa. Na eleza, ulimpatia cheki? Ndio, nilimpa check mheshimiwa. Wakati nilimpa akaniuliza, hii ni yangu ama ni ya gari? Nikamwambia kwamba hiyo check ni ya gari mheshimiwa. Akaniambia, mbona mnalipa gari na mimi hamnilipi? Nikamwambia ni kwa sababu haukuwa umechukua personal accident cover mheshimiwa. Insurance ambayo ulikuwa umechukua ni comprehensive, ambayo inasimamia abiria ambayo amebeba na ama akigonga mtu ama akiharibu mali ya mtu, lakini haisimamii jamii yake ama yeye ama driver mheshimiwa. Driver wake? Ndio, haimsimamii, ila tu. Ulipomwelezea hivyo alifanya kitu gani? Nilipomwelezea hivyo alikasirika sana